Asante sana. Huyu kijana anatoka Kisii. Mnampenda yeye? Atembee hapa ama asitembee? Si ameongea kama treasurer? Na amejenga shule. Na hiyo shule tutajenga. Wacha tuite Ditmas Barasa. Haya. Wakabarasi Mulembe. Mulembe swa. Mulembe te. Isenora no husima wakili Shimaka. Kuna watu wachache Kenya hii ambao wakishindwa wanaunga mkono yule ambaye ameshinda. Na historia ya Kabras vile itaandikwa, wewe Shimaka utakumbukwa kuwa mtu muungwana, mpenda demokrasia, kwamba kama umeshindwa unasimama nyuma ya yule ambaye ameshinda, mnaweka mawazo pamoja ya kwenda mbele. Hata na hivyo Bakabarasi mzima nenya mubola ndu mjumbe wenywe Maruru Njendi kama lekana alimusiama ya serikali nukikuja kwa bunge la kitaifa. Mimi nikifika hapa niko na ujumbe kwa watu ya Malava. Unajua kwa bunge la kitaifa tuko tuna vyama mbili ambayo ni kubwa, chama ya UDA na ile ya ODM. Hiyo vyama ingine ni kidogo kidogo. Sasa ukifika kule bunge kuna kamati ambayo watu wanagawana. Kuna kamati ya barabara, kuna kamati ya elimu, kuna kamati ya maji, kuna kamati ya usalama wa taifa, na kuna kamati nyingine ambayo kila mtu anatoroka, kamati ya kusimamia chakula ya kupika ya catering ya jikoni. Sasa mkichagua mjumbe kutoka kwa chama ndogo kama ile ingine, yeye atakuja kuwa mwanachama ya kamati ya kupika ugali, ya kupika supu hapo, yeye mwenye kuonja chakula aone ni mzuri ama sio mzuri. Lakini mkiweka kwa chama ya UDA, mbuga akikuja anakuwa kwa kamati ambayo iko na pesa, iko na ushawishi mkubwa ya kuamua maendeleo ambayo imekuja hapa. Lakini mwakawana mrere indakwa ino anende experience ya kutosha. Kama kwa MCA balindakwa ita. Kama kwa MCA leader of minority maulile nono mweno yu alinende experience watu ambaye experience umia na iro mlozi wange male experience na yule naula ndumwana mukhana yo ndikumwamba ina nyasangali nanja sakuba asya buli abundu ebikele abundu buli abundu paka emurembelayo. Lakini nakundwa aliaro kubono kuchao umwana obe na ko rufactoru asimasima rufactoru asimasima lero nakundwa kumulango ndakwikara kumukono mbiranga busabwe nao mwacha kuwa mundu alinende experience ya kumanya serikali ifanye na tawe ita lima lilisi bandu Bakabarasi sekuru kwejanano tutapatia ndakwa mawaidha ya kupeleka chichwezi hii mbele. Tutamuonesha kona yote ya serikali. Akifika bunge hatakuwa mgeni. Akifika bunge la kitaifa kila mtu atakuwa amemjua, kwa sababu sisi tutakuwa hapa, tutatembea kumfanyia campaign kuhakikisha ndakwa anakuwa mbunge wa Malava hii ya kusonga mbele. Wapi nione watu yandakwa kwa mkono, watu yandakwa. Na nitamwambia tutamtafutia glucose, akiita watu kwa mkutano, akishawahutubia, akishawauzia sera, awapatie glucose ya kurudi nyumbani. Asikuwe kama yule rafiki yangu mwingine ambaye tulitembea na yeye hapa, akitaka kuwa governor, tukipatie glucose anaenda kujenga nayo nyumba. Sasa zile Barasa anaapishwa kuwa governor, yeye alikuwa anafanya housewarming. Huyo ndako tutamwambia tukimpea glucose ifikishe wananchi wote ndio wasikize sera na waende nyumbani. Mungu awabariki sana. Asante sana. Wacha tuite ndugu yetu anaitwa Meja John Waluke. Wapi makofi ya Meja John Waluke? Haya nenya mukhezi speaker mukhezi, nataka paka huko nyuma huko nione salamu ya sisi Baluya bechanga kumulembe, si ndio? Neno mendi arambe ni mubola muli hulialala khwenyile Baluya hube pamoja, Baluya hubalala. Tumechekelewa na watu wengi, kabila nyingi sana Kenya hii, kwamba sisi ni wengi na hatushikani, hatukai pamoja. Tunataka hii kura
muonyeshe ya kwamba nyinyi ni watu ambaye mnapenda serikali, na tunataka kushukuru wakili kwa kukubali kwamba atasupport candidate ya UDA. Wangapi wanasema amefanya vizuri nione? Walamu kazi ilinda hii. Na kazi yecha huyeta bandu ba Western. Wakili tunakushukuru. Na ukue na hiyo moyo. Sisi tutatembea, tunataka tushike wewe na hawa viongozi wote. Tutembee kila mahali, kila nyumba. Tukitembea kusalamiana, kuwakumbusha ya kwamba sisi kama jamii ya Mlembe, kama jamii ya Waluya, this time tukuje pamoja. Tunataka William Ruto akihand over uongozi 2032 anasukuma inakuja hapa kwetu. Wangapi wanasema wamekubali na hiyo kwamba Waluya this time baada ya William Ruto ni hawa ndio tunaenda kuongoza nchi hii. Na tuko na support ya kabila zote Kenya. Kwa vile sisi tumejaribu na tumekuwa waangwana kwa kila wakati. Kila kabila ikikuja sisi huwa tuna support tu. Kura yetu imekuwa democratic. Mambo ya democracy hiyo tumewachana nayo. Mimi nawaelezea kama chairman wenyu ya Western Region hii ya kwamba hatutaki kura ya Mluya iwe inatupwa tu kule kwa chama ile. Kama hapa viongozi wa opposition wasikuje kuwadanganya ati tuende hivi mtoke kwa serikali. Injendi alikuwa ni mtu alikuwa kwa serikali na alikuwa rafiki ya William Ruto, president wetu. Na Ruto amefanya kazi hata kwa hii constituency. Na Kenya mzima Ruto alikuwa amependwa. Na Ruto anafanya sisi tuendelee. Na huyo ndiye atahand over power kwetu. Na lazima tujiprepare kwamba kura hii 2027 sisi tuweke kura yote kwa kikapu moja. Ndio dunia wale wanachekeleanga sisi kuona sisi sasa tumerefuka ya kwamba tumeweka kura yetu pamoja. Muende ujumbe ya sisi kukua pamoja kama jamii ya Waluya. Kila mmoja, mama, papa, vijana wetu, enda muuze hiyo ujumbe. Na tuko na viongozi, si ati tunaenda kuomba, viongozi wanatosha. Weta ndio huyu, wanatosha. Wale wako nje wakuje nyumbani. Enda mshike kura vile inaanza hivi. Sisi tushike kura ambaye tutaonyesha ulimwengu ya kwamba hata mtu akiwa diaspora kule Amerika ama UK anaona jamii ya Waluya imekuja pamoja na imepiga kura. Ujumbe ya candidate wetu ya UDA, huyo kura hii ndiye tutasupport iko kwenda mbele. Na tutaendelea namna hiyo. Na ungana umoja yetu, maendeleo yetu. Kwa hivyo kila pahali hawa wapinzani wanapiga mdomo tu, wakikuja kutembea hapa wakileta, na hawana pesa, wakileta kula. Lakini kura ya maendeleo, fikiria maendeleo ya mtoto yako, fikiria maendeleo ya wewe mwenyewe kama mama ama baba, kwamba tunahitaji kukua hapa kwa hii serikali ya William Ruto, ndio tiposa tuendelee kuchenga constituency yetu, kuendelea kuchenga county yetu, tuchenge region yetu. Kakamega, Bungoma, Busia, Vihiga, yote na Trans Nzoia. Tumeamua kwamba jamii yetu lazima tukuche pamoja ndio tupate heshima ile ambaye inahitajika kwa sisi. Wangapi wanasema hiyo ni mzuri? Nione mkono na salamu ya William Ruto, hata akiwa ng'amba amewaona waangalia. William Ruto amefanya kazi. Ukikompea na rais wengine wale waine, yeye kama rais wa 5 amefanya kazi na ako na internet na ako na plani ya kupeleka hii nchi mbele kwa mambo ya maendeleo.
Mungu awabariki. Na tutakuwa hapa kila wakati, kila siku tuhakikishe kwamba tumepata hii kiti imerudi kwa mkono vile injendi alikuwa ameifanyia, na serikali hii inasaidia sisi kama jamii ya Western Region. Mwende msalamie wengine na mwambie UDA, UDA, UDA. Asante sana. Makofi ya kiongozi mwenyekiti. Wapi makofi yake? Kuna watu ya muhimu sana tukiongezwa na SEC na chiefs wote, kujeni hapa kwa heshima. Ni watu ya maana katika jamii. Tafadhali naomba SEC wetu, please kujeni tu jina, hii ni discipline force. Chukua hii. Tuwapigie makofi hawa watu wetu, wataje jina. Naomba mkuja hapa haraka kidogo. Chiefs wetu ni watu muhimu katika familia ya siasa. SEC kubwa wenu yuko, mnajua vile mkifanya maneno yenu. Our Speaker, Sir Farouk, Bwana Shimaka, na wageni wote wamefika hapa siku ya leo. Watu wa Lonyinya, mko? Mrembe? Mrembe bosi. Kwa majina mimi naitwa Peter Majiwa, mimi ndio DCC wa hapa. Sina mangi ya kusema, tasema tu wageni wote mmefika, karibuni sana. Hapa niko na watu wangu, chiefs wangu. Assistant chiefs, mkuje mbele kidogo kwanza. Utataja jina? Christine Handa, Assistant Chief Mundoli Sublocation. Pigeni makofi jamani. NS Wamalwa, Senior Assistant Chief Shilongo Sublocation. Thank you, sir. Otisa Vitalis, Assistant Chief Shamon Sublocation. Thank you, sir. Polo Chami, Senior Assistant Chief Ifwetele Sublocation. Thank you, sir. George Mukunga, Chief Shianda Location. Thank you, sir. Rebman Musimbi, Chief Maira Location. Thank you, sir. Thank you. Naitwa Keila Good Mfoya, Chief Mugai Location. Mirembe bosi? Mirembe? Bashir? Round ni ngapi? Round ni ngapi? Onyesheni round ni ngapi? Ndio mtoto apatikane round ni ngapi? Sawa sawa, asanteni sana. Thank you, Keila. Thank you, sir. Thank you. Our CCs. Wageni wetu wote wa heshima na wakazi wa hapa Mrembe. Mrembe handi. Kwa majina ni Evelyn Ario, nikiwa ACC Central Kabras. Asante sana. Our Speaker of the National Assembly, Sir Honorable Farouk, itifaki zote zikizingatiwa, wananchi wapendwa Mrembe. Mrembe soe. Mrembe toa. Naitwa ACC James Kamau, ni ACC wa South Kabras. Thank you, sir. Si mnajua mwenzangu? Karibu madam. Speaker of the National Assembly, all protocol observed. Wananchi hamjambo? Hamjambo tena. Mimi naitwa Florence Omieno, ndio DCC Kabras East jirani. Thank you. Thank you, sir. Asante sana. Mjere una round jika. Mjere una tugashina. Ari round jibi. Mjere uno. Chief. Ari round. Mama ya chief uno. Na mjere mulai. Tumpatie cheo huyu ama hapana. Tumwambie wewe sogeshe huyu juu. Si huyu anajua kukaa na wananchi. Lakini mnasema Jibiri ama si Jibiri? Mnamwamini yeye? Asante sana. Wewe salamia wewe vizuri. Na Moses, mimi naomba wewe ni chairman ya PSC. Kwa heshima hii watu ya Malava, pati yako tu mama jeo kidogo aende. Sikarikario. Si serikali ni yetu. Ajore madaraka. Sisi ndio mmemwombea. Hebu muoneshe baba Roma mpaka huko niangalie. Unataka kusikia senator wetu kutoka Kericho ambaye ni leader of majority. Anaitwa nani? Mnamuitwa anaitwa nani? Wapi nduru na kelele ya haro jeu ya baba kwenu? Asante Farouk. Malava we. Ni nyinyi ama ni wengine?
Nyinyi ndio wa hapa. Hapa. Hey, mnakuanga hivi kila siku? Kila siku? Basi mimi nitakuja kuishi hapa. Nyinyi ni watu wa maana sana. Ya kwanza nataka kumpongeza wakili Shimaka. Sio kawaida game ikiisha kila mtu anasalimia mwingine na kusema basi leo bahati imekuangukia, ya kesho itakuwa yangu. Kwa hiyo tumpigie makofi Shimaka. Tunampatia pongezi, hatumpi? Tunapatia yeye. Unajua kitu mimi ningependa kumwambia Shimaka ni kwamba yeye hajashindwa. Ushindi wake umekawia kidogo tu. Uko njiani bado unakuja. Mimi nina imani kwamba kwa tabia yake ile ametuongoza, yeye ni kiongozi wa hapa mbele na siku yake bado inakuja. Ni kweli si kweli? Ataongoza hii Malava siku moja, si ndio? Mimi nakwambia wewe wakili, zidi kutembea namna hiyo. Kama chama tuko na imani na wewe. Kama chama tunakuheshimu. Kama chama pia wakati tunarudi Nairobi tunamwambia rais wetu kwamba tumekuwa nyumbani hapa siku ya leo na wananchi wametuambia kwamba wewe ni kama mti mkubwa, na mti mkubwa kuna ndege wengi wanaishi ndani. Usiwachwe tu hivyo hivyo. Upatiwe mbolea ili wananchi wengine pia waweze kufaidika. Si huyu Shimaka anafaa kupangwa? Si ni wakili? Amesoma? Ako na akili? Bas, huyu ni mtu lazima apangwe akae mzuri. Ndiye achunge watu wake, si ndio? Kwa hivyo mimi sina maneno mengi. Leo nimekuja tu kurudisha shukrani kwenu. Kwanza kwa kuparticipate katika ule uchaguzi wa UDA. Nyinyi ni wanachama wa UDA? Hebu weka ishara yetu nione. Ala? Tutam. Hapo ndio muko? Na kwa hii yenye inakuja tarehe 27, mutaweka ndani ya UDA bado? Hebu nione wale wanaweka ndani ya UDA. Shimaka wewe na mafuasi wako, nyinyi ni watu roho safi. Mimi sijawahi kuona watu kama hawa. Na mimi nawahakikishia kitu moja. Unaona huyu mungwana, huyu Shimaka? Huyu mungwana ameonesha ungwana ya hali ya juu. Hata kwa wale alikuwa anashindana nao, mimi sina hakika kama ni wote wangefanya ile kitu wamefanya. Na mimi namshukuru sana yeye. Namwambia tutembee pamoja katika chama yetu. Unajua rais wetu ni baba. Na katika nyumba ya baba sikuna makao mengi. Huyu Shimaka hawezi kukosa mahali pa kukaa. Ya tatu ambayo ningependa kuwajulisha. Nyinyi mnakumbuka tangu rais wetu apate kura, vile maneno ilikuwa katika dunia hii. Madeni kila mahali, uchumi umezoroteka, kilimo ilikuwa imeharibika. Leo tukikuja hapa juu nilikuwa naona vile mimea yenu sana miwa imekuja vizuri juu kabisa. Na mimi nina hakika ni kwa sababu ya mbolea ambayo mnaendelea kupata. Zamani nyinyi mnakumbuka wananchi wengi hata kule kwangu Kericho hawakuwa wanapanda na mbolea kwa sababu bei ya mbolea gunia moja 7,500 wananchi wa kawaida hawangeweza kufikia. Lakini kwa sasa kupitia program ile ya serikali ya affordable fertilizer, wananchi wanapanda kwa ile mbolea ya shilingi 2,500. Na ningependa pia kuwakumbusha kwamba hivi majuzi rais amepanga na amesema kama vile wakulima wengine kama wale wa chai wanapata bonus mwisho wa mwaka kwa ile kazi yao wamefanya, mpango inaendelea hata mkulima wa miwa pia yeye aweze kupata bonus kama mkulima wale wengine wa kahawa na hayo mambo mengine. Aendelee kupanga asipange? Mnataka mambo yenu ipangwe, si ndio? Ama mnataka kusaulika nyuma? Si upande wa miwa ilikuwa imeachwa nyuma sana. Mlikuwa mnasikia tu kahawa, chai, maziwa. Lakini tangu rais wetu akuje, wakulima wa miwa pia mambo yao imekumbuka vizuri. Viwanda zetu zile ambazo zilikuwa zimefungwa sasa zimetafutiwa wadhamini, waendeshaji, wale ambao watahakikisha mkulima analipwa kwa kila nafasi kama vile inavyotakikana, ili uchumi wa hapa magharibi uweze kukua juu kama mchumi wa pande yoyote ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie kwamba mambo yenu hapa Malava haiwezi kuharibika. Rais anawatambua, anawavulia kofia, anajua kama kuna mahali walisimama na yeye katika uchaguzi wa 2022 hapa Kamega, ni hii sub county yenu ya Malava. Ni kweli si kweli?
Si nyinyi mliweka mpaka mjumbe wa Kenya Kwanza? Sasa wakati rafiki anasimama na wewe wakati wa shida, huwezi kumsahau wakati umefanikiwa. Mnajua miaka miwili ile ya kwanza ilikuwa ni miaka ya tabu, miaka ya kurudisha madeni. Lakini sasa maneno ya kulipa madeni imekwisha, kwa sasa ni maendeleo inaanza kukimbia. Barabara zenu zile mheshimiwa wenu marehemu Malulu alikuwa anaimba kila siku, na wahakikishia kabla mwaka wa 2027 itakuwa inakimbia na lami kama ya watu wengine katika taifa letu la Kenya. Mnanisikia? Nyinyi mtu asifikirie ati nyinyi ni wajuzi. Hii safari mmetembea na rais. Na nitamfikishia ujumbe nimemwambia leo tumekuwa nyumbani kwa Shimaka. Wananchi wanasema umekawia bana, kuja salimia sisi hapa Malava. Na kuja na mazuri yenu yote, si ndio? Si nyinyi ni watu yake? Si mnazidi kusimama na yeye? Hata hapa mbele vile inafaa. Na mimi nimekubaliana na wale wanasema hapa mbele baada Rais William Ruto, mtoto wa Ingo pia akalie hii kiti. Kwani kina mama wa Ingo hamjui kuzaa marais? Si mnazaa marais hata nyinyi? Si wanaume wako hapa? Si mmeambiwa papa wa Roma tayari amefika namba 3. Ukimaliza namba 3 unaenda na mangapi? Si unaenda 2, ukimaliza 2 atakalia ama atakalia? Wangapi wanabarikia yeye safari wanasema papa kanyaga mbele na asiangalie nyuma, si ndio? Ile kitu tu mimi naomba, sababu mimi naweza toa advice kidogo. Unajua mimi natoka pale kwa jamii ambaye tayari wamelamba hii kitu mara 2. Naweza waambia siri. Siri ya kwanza ni kushikana. Mnakuwa kitu kimoja, mnazungumza lugha moja. Mnasema ule mwanaume amefika mbele, huyo ndio tunaunga mkono. Shida ambayo iko hapa magharibi, kila mtu anataka kusema yeye ni mjuaji. Mtu hata anachaguliwa leo ka MCA, kesho ametangaza ati anataka kuwa. Mwingine ameonyeshwa kiti anasema nimekuwa gavana mara ya kwanza, sasa ninajua kuzungumza. Na ukiwasikiza vizuri, hakuna kitu wanaambia wananchi. Ni viongozi tu wa kusema matatizo ile wananchi wako nayo. Muluya amesahauliwa, sijui Muluya amefanyiwa nini. Kulalamika haiwezi kubadilisha maisha ya mwananchi. Kulalamika haiwezi kusongesha hii magharibi mbele. Kama wewe ni kiongozi umechaguliwa na kazi yako kila siku ni kungojea matanga uende kuambia wananchi ile shida wako nayo, basi toka kwa kiti ukae na wananchi. Viongozi wengine wale wanajua kupanga kazi waende wapange. Usikuwe tu mtu ya kulialia kila mahali. Hii ijakuwa, hii ijafanyika. Hiyo sio njia ya kusongesha hapa magharibi. Mimi naamini hapa mko na viongozi wenu ambayo wamepanga maneno vile inafaa. Na huyu papa amepima. Anazunguka Kenya. Tunatembea na yeye kila mahali. Anarusha macho yake. Anajipanga. Na hapa mbele mambo yake itazidi kuwa mzuri vile inavyofaa. Mnanisikia wananchi wa Malava? Sasa mimi nataka tu niwaombe jambo la mwisho ili niweze kuelekea kule kwetu Kericho. Niwaulize, tarehe 27 mwezi wa 11 ni siku ya kura. Umeamuka hapa kwako, unaelekea katika kituo cha kupiga kura. Utaweka kura kwa candidate wetu anaitwa Ndakwa. Mnawekea kura vile inafaa. Ndiye akifika Nairobi, yeye haendi kupanga laini kwa Kisiagi ambaye amebomoka. Nyinyi mnajua, unajua nyinyi mko na bahati. Mnapiga kura wakati serikali inajulikana. Yule Ndakwa ni wa timu yetu. Akifika, sisi tunamwambia karibu papa, umefika. Unataka viti ya watu wa Malava? Shika barabara, shika stima, shika maji, jenga mashule, fanya vile inavyofanyika. Sasa ukipigia kura mtu ya upinzani ambaye ile kitu anaweza kuwaletea ni matusi na fitina peke yake, maisha yenu hapa Malava itabadilika? Nyinyi bado ni watu ya kwenda upinzani? Imagine nyinyi watu ya Malava mnafanya mtihani ambaye answer inajulikana. Unajua answer inajulikana, si ndio? Mjumbe peke yake hawezi kubadilisha maisha yako, lakini mjumbe ambaye yako kwa chama ya serikali, ambaye anajua pahali vitu inapatikana, ambaye kwa mfuko yake ako na ID ya UDA, akifika State House afinye hivi mlango inafunguka. Huyo mwingine hawezi kukaribia State House. Yake ni kwenda maandamano. Sasa nyinyi mtakula maandamano. Kwa hivyo mimi nawaomba, tafadhalini ndugu zangu na dada zangu, wakati siku hiyo itafika, tutembee pamoja vile inafaa. Sitaki kusema zaidi ya hapo, sababu nyinyi wenyewe mmetuambia kwamba hii ya pale juu
nyinyi mnajua. William Ruto, si nyinyi watu ya Malava mliona mbele hata kushinda watu wengine Kakamega hii. Si nyinyi mlipiga kura kwa William Ruto wakati wanaona pande ile kuna mzee Raila ameshikana na Uhuru, hako na kina nani, wakasema huyu hasla hawezi kutoboa. Alitoboa hakutoboa? Sasa kama alipiga watu chenga mpaka akaweka bao wakati wameshikana timile na haka katimu kasai, sasa hii timu kweli ni ya kukimbizana na William Ruto? Kuna watu watawezana na yeye hapo? Pale ukiangalia ni watu hawajijui, hakuna kitu wamewahi kufanya, hawajapanga chochote, wanaongozwa na kina yule Mkabila. Sema mnajua Mkabila ule tulifukuza? Mnamjua yule? Tumbo kubwa sura mbaya. Sema mnajua yeye? Sasa wale watawaambia kitu kweli? Wanaweza panga nyinyi? Wameshikana, wametengeneza chama ya maconmen. Mwenye anaendesha mwizi mkubwa. Naibu wake si mnamjua vizuri? Mnajua naibu yake? Siwezi kupisema mambo yake sababu alikuwa rafiki yangu. Tulipatia yeye usaidizi, badala ya kuomba kiti ya gavana akajenga nyumba. Hiyo ni mzuri. Sasa mimi ningependa tu niwaambie tu msikuwe na wasiwasi, mambo yenu itakuwa vizuri. Wale wa upinzani ambao wanashindana na William Ruto, nimesikia juzi wakisema ati lazima waungane wawe kitu kimoja. Mimi ningependa kuwarahisishia kazi. Hakuna haja ya kungangania ati nani atakuwa mbele, kwa sababu kwa upinzani watu wote wanatoshana. Hakuna ati ule mkubwa wa upinzani na wadogo wake. So there is no need even to unite, because I hear you keep saying that you want to unite behind a candidate. A candidate for what? This election has been determined long ahead of time, because the people of Kenya have seen the transformation that has been undertaken by President William Ruto in every sector of the economy. And when the time comes to make the decision, I can tell you the citizens of this country are as clear as day and night, and they will put a vote for the continuation of the transformation that is happening in our country. Mnamanya Kiingereza papa? Ninasema asanteni sana. Mheshimiwa Faruk ameniambia kwa ile shule yeye amepambana na primary. Mimi ninajua mwalimu mkuu wa secondary amekuja hapa na akaninongonezea, akaniambia hata staff room peke yake pa walimu kukaa ni tabu, hata administration block ni tabu. Mimi nitajengea nyinyi kwa heshima ya huyo Shimaka staff room na administration block katika shule hiyo. Si ni sawa? Kwa hayo yote na machache, wacha tumkaribishe sasa mama wetu wa county, Mama Elsie Muhanda. Wapi makofi yake? We DJ unalala na unagani? Wekea mama kidogo. Bakaburasi mirembe, bandu banje mirembe, mirembe ba mama, mirembe jensi, mirembe basakhulu, ninzi mama wenyu wi county, senje wa bana, koko wa bana, mama wo mundu wosi. Kitu cha kwanza mimi nataka kushukuru Shimaka. Sio wengi wanaenda kwa nomination alafu wanarudi kusema asante. Mimi nasema ni asante, kwa maana walikuwa waine. Naona pia Kangwana ako hapa, na nyinyi vile mnajua ni rahisi kweli okhola ka khorekano. Kwa hivyo mimi nasema asante, asante, asante. Na pia mimi nashukuru baba yake. Director wa Chemba uko wapi? Baba yake ako hapa. Pia mimi nasema asante, kwa maana wewe ni mzazi. Simeona mzazi yako hapa? Mimi vile mnajua nilichaguliwa na chama cha ODM. Si mnajua hivyo? Party leader wangu Raila Amolo Odinga alisema ya kwamba kwa hii kiti ya Malava tushikane pamoja. Kwa hii kiti ya Malava ilikuwa ya UDA na tuachie UDA. Na hivyo ndio sisi tumefanya, na sisi tutatembea na nyinyi mundu kumu.
bamba tuba bandu banje Mirembe. Na kwa heshima ya huyu wakili, kuna hii shule Chiriba. Hiyo shule mimi mama tasaidiana kujenga classroom 2 kwa hiyo shule. Na pia mimi najua mama anaangalia mbali. Lomulano Manyira Shimaka paka alamusebula shikarikario. Pia mimi nitaweka mkono yangu hapo ya 50,000. Mimi nataka kumpatia advice watu wa Malava. Malulu yako leka. Na Malulu alituacha akiwa kwa serikali. Kuna yale alikuwa amepanga afanyiwe. Shikarikario. Sasa tukienda kwa upinzani tutapata hiyo maendeleo kweli? Hata sisi ndio wamoja, sisi ndio testimony. Sisi miaka yote tumekuwa kwa upinzani. Lakini saa hii tumeingia ndani ya serikali na tumeona maendeleo. Kwa hivyo sikiza yule mama mwenye amekuwa kwa upinzani. Sikiza mama Elsie mwenye amekuwa kwa upinzani. Mimi nasema watu wa Malava FW 20 ni November, si ndio? Vile mnapiga kura ni November tarehe ngapi? 27. Shikarikario. Tuchukue mtu wa serikali. Na wote waine hawangeweza. Yule wa serikali ni nani? Shalinda kwa. Ama namna gani? Kuna wale walikuwa wakangwana, kuna wale walikuwa warai, kuna wale walikuwa washimaka. Lakini saa hii tushikane pamoja tupate maendeleo hapa Malava. Tuchukue example ya Shimaka. Shimaka si amesema anafanya na serikali? Na sisi ni nani? Kwa hivyo mimi nasema November 2027 Shimaka anapewa kazi na Ndakwa ndani. Shikarikario. Wangapi wanasema watapigia Ndakwa kura? Hebu nione mikono. Asanteni sana. Mimi naona mvua inakuja na tuko na kiongozi wetu mwenye ni speaker. Sisi kama G8 tunatembea na huyu speaker. Na tunatembea kwa mambo ya maendeleo. Mumekubali tuendelee kutembea na speaker? Mekubali? Hebu nione mikono. Kwa hivyo nachukua fursa hii watu wangu tukaribishe speaker wetu Baba wa Roma. Karibu sana. Asante sana. Wale wa Mlembe swa. Kijana, wabunge wetu wote ambao wako hapa, waheshimiwa MCS, waheshimiwa wananchi, nimekuja kwa hii boma ya kijana yangu Shimaka. Huyu kuja baba, huyu Shimaka ni wakili mwenzangu, kijana yangu lakini wakili mwenzangu. Yeye anafanya kazi kule Mombasa, mnajua. Nikienda Mombasa, yeye ndiye huwa ananichukua kwa airport kunipeleka kule naenda kukaa au kufanya kazi. Amekuwa rafiki yangu wa miaka mingi sana. Wakati amesimama kura hapa, nikamuita nikamwambia chukua tikiti ya Ford Kenya. Baadaye tukaketi kama mseto wa Kenya Kwanza. Tukasema hii kiti ilikuwa ya Kenya Kwanza na timu yetu tuwe na candidate mmoja.
na nikamwambia baba, in politics one day is a very long time, na ukiingia inaweza kuwa ni wewe ama mwingine. Na sisi husema kama wewe unataka kuwa kiongozi, uwe tayari kuweka mabega yako, wengine wapande waende juu. Siku ile wewe unataka pia utawekea mabega upande uende juu. Baba, nakushukuru sana. Thank you. Wachache sana wanaenda kwa kura, hata nomination ikiisha, kurudi tu mkuje kwa boma yake ni shida. Kura ikiisha anafunga gate. Yeye mmepuka kura mara mingi, mnajua hii. Baba ya huyu wakili Mzee Shimaka, huyu ni rafiki yangu wa miaka mingi, hata amewahi kusave my life. Wakati tulikuwa tunafanya inquiry ya huko Kisumu, tukitafuta nani aliua Robert Ouko 1991, yeye ndiye alikuwa security yangu. Si mnajua alikuwa polisi? Yeye ndiye alikuwa security yangu huko Kisumu. Hata wakati siku moja tukapangiwa mambo mbaya, akakuja akaniambia, baba, usilale hapa leo, toroka enda ulale nyumbani Bungoma, hata kesho usikuje, kuja siku ingine. He saved my life, kwa sababu ile mambo ilikuwa imepangwa, ilikuwa ni mbaya. So I'm very happy, my brother, to be here. Siku hilo ulikuwa chairman wa Kakamega County Council, unajua tulikuwa tukitembea pamoja. Sasa mimi nimekuja nyumbani hapa Malava, nimekuwa bunge na wabunge wenu. Nilikuwa na Joshua Angati ya Mulanda, nikakuwa na Anaswa, nikakuwa na Soita Shitanda, tukakuwa na Malulu Injeni. Wote marafiki zangu wa katikati. Nimekaa hapa Malava miaka mingi. Tukikaa hapa town ya Malava kwa ile hoteli ya Soita, tukikaa kule kambi ya Mwanja, tukikaa hapa Butalii. Zamani ilikuwa koti ya Afrika, sasa ni koti kubwa. Na leo nimekuja hapa na wenzangu wale wameenda, na sisi tuko hapa kuwashukuru nyinyi kama wananchi. Kwanza kwa kujitolea kupiga kura kwa nomination iliyopita. Pili, kwa kupiga kura 2022 hapa Western, mbali na Bungoma yenye tulipiga kura mingi sana kwa Rais Ruto. Kakamega yote Malava ndio mlikuwa number 1 kupigia Rais Ruto kura. Malulu Injeni akaingia, bahati mbaya Mungu akamchukua. Sasa tunaenda by election. Vijana wetu walikuwa uwanjani. Kangwana yuko hapa, Shimaka yuko hapa, Indakwa yuko, mtoto ya Malulu Ryan. Nilikuwa nao hapa Malava kwa shule ya walemavu wiki 3-4 iliyopita. Tukashikana mikono, wakaniahidi kwamba kati yetu any one of us mwenye atapewa nafasi, wengine wote tutamuunga mkono, kwa sababu uongozi bubwame bantu base bubwasi runeworukaho muchuli okundi kabayi bakubuli kukwa kundi kwenyoha. Tukakubaliana hivyo, na mimi nikasema shukrani. So nilipoambiwa Shimaka ako na asante kwa wananchi waliosimama na yeye, nikasema lazima mimi pia nikuje nishuhudie na niwaambie nyinyi thank you so much kwa kuwa watu ambao mna embrace democracy. Na sisi kama jamii bandu befwe omubi wenywe akhilomula iwa
sofa busumba bali khubera omukhana mulala kakhuloba tawe. Ndio sisi tumesema lazima tusaidie wa vijana wetu. Shimaka nimemwambia yeye tayari nimempanga kwa serikali. Anajua, Mama Elsa anajua, hao wabunge wanajua. Alinitumia CV yake, nimempanga. Ili yeye pia aendelee kufanya kazi yake, arudi hapa kusaidia wananchi. Mkitembea pamoja, hawezi kosa 20,000 ya kanisa, hawezi kukosa 5,000 ya busa kwa vijana. Ili kusaidiana. Unajua hii siasa, mimi nimekuwa hapa mara mingi. Hata nikienda nyumbani, nikisikia busa yako kwa hiyo kijiji, mimi naenda nakaa na watu. Tunaonja kidogo, bora usilewe, ukuwe mjinga. Lakini balala munyomisa kama luole ngomu khana wasali darling karibu ne wikhupa mu standards. Na hiyo ndio mbaya. Lakini matiti ke khusala. Kangwana nimemwambia pia nitampanga. Upande wa serikali, na serikali inawajali. Pesa kusungumuza kitu kimoja. Hapa Malaba kuna barabara huyu wangu anajua. Kutoka Malaba, Samite, mpaka Navakholo. Tayari contractor amepewa barua ya kuanza kazi. Ameanza kutengeneza hiyo barabara. Ile ya kutoka Musikoma, Sangalo, Dorof mpaka Kakamega, Lurambi kupitia Navakholo, Ingotse inaendelea. Barabara ya kutoka town Malaba inaendelea. Shimaka ameniambia barabara kutoka kambi kwenda wa roads vile nimeambiwa hapa message kwamba angalia hii barabara haraka iwezekanavyo. Na kwa wiki moja mbili ijayo mtaona mambo inabadilika. Yani bantu befwe ne mulimu bwami bintu bikholeka haraka. Bintu biche